Subscribe The Sport Show. Yanga ameweza kushinda kwa kuiadhibu Singida United mabao 3-0, mabao yaliyowekwa kimiani na Prince Dube na Alan Okello pamoja na Mudathir Yahaya. Sahau kuhusu magoli ya Mudathir, pia sahau kuhusu magoli ya Prince Dube. Goli bora kabisa kwa msimu huu, unaweza kusema ndo goli bora kabisa. Lakini kumbuka Okello pia kaweza kufungua ukurasa wa mabao. Je, tutegemee makubwa kutoka kwa Okello au shukrani ziendelee kwa Dube aliyeweza kumwachia ili aweze kufunga? So kabla tujaendelea na uchambuzi wa mechi hii, tafadhali naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu tunazokuwekea. Naam, klabu ya Yanga iliweza kushinda magoli 3, lakini kwenye uchambuzi wa mechi hii tunaweza kusema kwamba Yanga ameweza kuendeleza ushindi wake dhidi ya Singida United, kwa maana kwamba Singida hajawahi kupata matokeo chanya sana kwa Yanga ukilinganisha na namna ambavyo Yanga amekuwa akipata matokeo kwa Singida. Haijalishi atakuwa nyumbani au Yanga atakuwa ugenini, bado adhabu inakuwaga pale pale. Sasa stori kubwa sio namna ambavyo Yanga ameweza kumfunga kwa mara nyingine Singida, bali stori kubwa ni kuhusiana na Alan Okello, starboy wa Yanga, kuweza kufungua pazia la magoli kunako klabu ya Yanga. Naam, ni goli la penati ambalo aliweza kulifunga kufungua, kwa maana kwamba kwa wakati huu tena tunaweza kuhesabu kwamba Alan Okello ana goli moja tangu asajiliwe na klabu ya Yanga. Pia Depu hakuweza kufunga, lakini story inayomhusu Alan Okello, japo wetu wengi wanabeza kwamba ni goli la penati, lakini kwenye mpira goli ni goli. Lakini pengine kufunga hilo goli mnaweza ikawa ni sababu ya yeye kuendelea kufunga magoli mengine na kuweza kuhitimisha ile story ya kutokufunga mabao, lakini pia kuweza kuhitimisha story au kuondoa ile gundu la kutokufunga. Kwa pengine utegemea atakapokuwa anarudi kwenye mechi nyingine za nyumbani, Alan Okello anaweza kuja kufunga magoli mengi zaidi, japo amekuwa ni mtu wa kusuasua zaidi, lakini tayari amekwisha fungulia. Kwa utegemee mengi zaidi kuhusiana na Alan Okello. Ukiachilia goli la Alan Okello, lakini kuna story nzuri kuhusiana na Buba ambaye ameonekana akianza kwenye mechi yake kwa mara nyingine tena, huku akiweza kuichezesha timu, japo kwa kiwango kile ambacho kilikuwa kinatarajiwa bado hajakionyesha, tofauti na alivyoonyesha kwenye mechi ya kwanza. Habari nyingine nzuri ni kuhusiana na Prince Dube ambaye anaendelea kuwa man of the match kwa mara nyingine tena. Ukumbuke kwamba ni siku chache tu alikuwa man of the match, na leo pia amekuwa man of the match. Ukiachana na man of the match aliyekuwa Djigui Diarra, aliyefuata nyuma yake alikuwa ni Prince Dube. So kwa namna moja ama nyingine, klabu ya Yanga bado inaendelea kupeta zaidi katika mechi za ligi kuu na kuonesha ubabe wake. Sasa tuzungumzie mbinu za kocha kama ambavyo ilivyo. Mbinu za kocha kwa mchezo kati ya Singida na Yanga mwanzoni zilionekana kuwa dhaifu zaidi mpaka pale Singida waliporuhusu goli la kwanza, kwa maana kwamba kadri muda unavyoenda, kwa dakika 30 za mwanzo Yanga ilikuwa inacheza lakini haionyeshi namna ambavyo inakuwa inatafuta matokeo au inatafuta magoli, lakini mpaka pale Singida alivyoanza kufunguka na kujichanganya, ndipo hapo adhabu ilipoanza kuwapiga. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, Singida nao walianza mchezo huu kwa kuweza kupaki basi sana, hali iliyofanya Yanga aweze kutumia nafasi chache kuweza kupata goli katika kipindi cha kwanza. Walivyorudi kipindi cha pili, waliweza
kukaba kwa nidhamu, lakini pia kutokuruhusu magoli mpaka pale goli la Mudathir Yahya lilipoweza kuingia kimya kambani na kuhitimisha kuwa magoli matatu, japo goli la Mudathir Yahya lina ukakasi, kwa maana kwamba lile goli lilikuwa ni clear offside, ila kwa namna moja ama nyingine imeweza kuhesabika kwamba ni goli, kwa sababu sehemu alipokuwa amesimama Mudathir Yahya na pasi ilipokuwa imepigwa tayari alikwisha otea, ila kwa namna moja ama nyingine matatizo yetu ni yale yale kwa waamuzi wetu wa siku zote, na kile ambacho wanakuwa wanakiwaza na kukifikiria ndo kile ambacho kipo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine alama pia ziende kwa waamuzi kwa kuruhusu goli ambalo ni la offside. Kumbuka kwamba Simba aliweza kufunga goli ambalo lilikuwa ni onside, lakini aliweza kunyimwa kwamba ni offside. Kwa hiyo kati ya goli la alilofunga Mudathir na goli alilofunga Mwalimu, lipi linakuwa la offside zaidi? Ukiangalia ni kwamba goli la jana dhidi ya Singida ni la offside. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine Yanga amefaidika napo. So kiwango cha Depo kinazidi kushuka kwenye mechi zinazokuwa ni tough zaidi, kwa maana kwamba ni mechi ya pili mfululizo hajawahi kufunga, na hiyo inatokana na namna ambavyo anakutana na timu zilizokuwa tough. Lakini kwa timu ambazo sio tough, Depo ni mzuri sana, kwa maana kwamba anaweza kucheza na nafasi, lakini pia pengine kukosekana kwa Pacome inaweza ikawa ni chanzo cha yeye kutokufunga, japo jana Pacome kuna muda aliingia na hakuweza kuonesha kiwango chake kilichokuwa bora zaidi kama vilivyokuwa viwango vya siku zote. So kwa namna moja ama nyingine hatuwezi kumlaumu kwa sababu ndo uwezo wake ulipofika, ila kwa namna kocha wa Yanga anavyocheza, anacheza mchezo wa kujilinda sana, japo amebebwa na matokeo kwa magoli matatu, lakini kumbuka goli la pili lilikuwa ni la penati, goli la tatu lilikuwa la offside. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine goli la kwanza ndo goli ambalo Dube alifunga lilikuwa goli bora, lakini haya mengine ni sehemu ya mpira. Kwa hiyo mbinu za kocha wa Yanga bado hazithibitishi ubora wake, na pengine inatokana na wachezaji alionao au inatokana na wachezaji alionao au inatokana na wachezaji namna ambavyo hawafit kwenye mfumo ambao anakuwa anautengeneza. So safari bado ni ndefu, japo Yanga anajikita kileleni akiwa na pointi nyingi tofauti na timu zozote zile. Mtu wa pili ni JKT ambaye ana pointi chache, lakini pia mtu wa tatu ni Simba. Yanga ana pointi 30, JKT ana pointi 27, Simba na pointi 24. Kwa hiyo bado ni safari ndefu zaidi kwa klabu ya Simba kuweza kufikia pointi alizonazo klabu ya Yanga, kwa maana kwamba Yanga shajikita kileleni. Kwa hiyo ni kazi ya ziada, ina maana ili aweze kufikia ni Yanga kupoteza michezo miwili na sare moja, na Simba ashinde michezo miwili sare moja, ndipo atakapoweza kumvuka Yanga. Tofauti na hapo asahau ubingwa. Lakini mpira huu hauna mwenyewe na lazima uheshimiwe, kwa maana kwamba unaweza ukajikuta mzunguko wa pili mtu unapoteza zaidi. Asante kwa kuwa nami hadi wakati mwingine tena.